Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Zimepita takribani siku 9 tangu mfanyabiashara maarufu Mohamed Dewji kutekwa na watu wasiojulikana, na ilikuwa wakati anaenda kwenye gym ya Collegium iliyopo Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya mazoezi alfajiri ya tarehe 11 ya mwezi wa 10 2018, siku ya Alhamis, na taifa kwa kweli kwenye taharuki kubwa sana ya kutokujua kwamba ndugu yetu anaendeleaje, lakini mpaka sasa ni mzima au amefariki, na vitu vingine vingi sana ambavyo baadhi ya watu walitamani sana kufahamu. Juzi familia yake, nazungumzia ndugu zake, waliweza kutoa tamko kwamba kwa yeyote ambaye atafanikisha kutoa taarifa ya upatikanaji wake atapata dau la shilingi bilioni 1 kwa kuweza kusaidia kuweza kumpata ndugu yao ambaye ametoweka baada ya kutekwa na watu ambao wanasadikika ni raia wa kigeni ambao waliweza kutekeleza tukio hilo tarehe 11. Sasa leo IGP ameweza kuzungumza na vyombo vya habari, na kuna vitu vingi sana ambavyo amevizungumza leo, ikiwemo sakata hilo la kuweza kutekwa kwa mfanyabiashara maarufu Mo Dewji. Na moja ya vitu ambavyo amezungumza, amesema kuhusu kushughulikia au kutizama kamera ambazo zilikuwepo eneo la tukio. Anasema kuhusu kuchezewa kamera, ile footage haikuwa very clear, lakini baadaye ukiunganisha dots unaweza kusaidia kupata lile gari. Hivyo ndo ambavyo amesema Kamanda Siro. Kwa maana hiyo anasema kwamba imeonekana aina ya gari ambayo ilihusika kuweza kumteka Mo Dewji, na gari hiyo ni aina ya SAF, na anasema mmiliki wake ameshafahamika, na inavyoonekana ni gari ambayo si ya hapa nyumbani Tanzania. Kwa hiyo ni gari ambayo inatoka nchi ambayo si Tanzania. Kwa hiyo hicho ni moja ya vitu ambavyo amesema IGP Simon Siro. Lakini pia amesema tumefuatilia kwenye CCTV kamera, tumeanza kuzungukia maeneo yote, bado watu wetu wanaendelea kufuatilia na tumefanya kazi kubwa, na hapo ambapo gari imepotelea tukakagua apartment kwa apartment. Lakini pia kingine amesema sisi tukishirikiana na Interpol vizuri, tunashirikiana na Interpol vizuri sana, lakini kubwa zaidi swala la nani aje kutusaidia sisi ni vyombo vya dola, ndiyo tutaona sababu hiyo. Kwa hali tulionayo sioni sababu. Anasema kwamba haoni sababu kwamba kuweza kuwajuza Interpol mapema, ili hali wanaweza kufanya kitu kuweza kuhakikisha kwamba wanasaidia kupatikana kwa mfanyabiashara huyo Mo Dewji, na kama itahitaji msaada zaidi basi wataweza kuomba msaada ili waweze kupata ufumbuzi wa tatizo hilo. Lakini pia amesema tukiona tunahitaji msaada lazima tutamtaarifu Amiri Jeshi Mkuu kwamba tunafikiri hapa tusaidie, lakini kwa hali iliyopo sasa hivi sidhani kama tunahitaji watu watusaidie, lazima tulinde heshima ya nchi yetu. Amesema nitoe rai pia kwa ndugu ambao wana uwezo wa kifedha na wana uwezo wa kuweza kumiliki silaha. Wanasema ni vizuri zaidi wakawa na silaha binafsi, kwa sababu dunia imebadilika, inaweza usifanywe uhalifu na Mtanzania ukafanywa na mtu mwingine kutoka nje. Dunia ni kijiji, so ni vizuri kuweza kujihami kwa kumiliki silaha. Hapa ni kwa wale watu wote ambao wana uwezo wa kifedha na wana uwezo wa kumiliki pia silaha, wanafikiri kwamba ni jambo la msingi zaidi kuweza kuhakikisha kwamba anapata silaha yake ambayo imesajiliwa vizuri, ili kuweza kujihakikishia kwamba usalama zaidi. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo amesema. Lakini pia amesema hiyo gari, namba za gari ni AGX 404 MC na limetokea nchi jirani. Hivyo ndio ambavyo amesema kwa wale watu ambao walikuwa hawajua ni aina gani ya gari ambayo imefanya tukio hilo. Amesema hivyo IGP Siro. Lakini pia kitu kingine ambacho amesema, gari hili limetoka nchi jirani na watu ambao wamekwenda mpaka sasa mpakani. Anasema gari hii hapa ilipita tarehe 1 Septemba 2018, wamepata details za kutosha, nani mwenye gari na anatokea nchi gani pia. Kwa hiyo hicho ndio ambacho wamekifahamu mpaka sasa, na kuahidi kwamba wanafanyia kazi swala hilo ili waweze kumpata ndugu yetu Mohamed Dewji. Lakini kitu kingine amesema swala la Mo yuko hai au amefariki ni kwamba hawawezi kulitolea ufafanuzi kwa sababu wao sio watekaji. Kwa hiyo wanaendelea kupambana kuhakikisha wanampata mfanyabiashara huyo maarufu Mo Dewji. Kwa hiyo ni moja ya taarifa ambayo leo ndio imetrend baada ya IGP Simon Siro kuweza
kuongea mbele ya waandishi wa habari. Tuendelee tu kumwombea ndugu yetu Mohamed Dewji aweze kuonekana na kurejea akiwa na afya tele. Kwa hiyo dua na maombi wa Tanzania nafikiri tuyahamishie kwa Mohamed Dewji ili aweze kurejea na kuungana na familia yake pia. Nikijaribu pia kupita kwenye mitandao ya kijamii, naona watu wengi pia wameweka cover ambazo zinasema return our Mo kwenye kurasa zao mitandao ya kijamii, wakijaribu kuomba Mo Dewji aweze kurejeshwa salama kabisa ili aweze kuendelea na shughuli zake katika ujenzi wa taifa. Na nimeona pia kuna baadhi ya watu ambao wameanza saizi kupaza sauti kwamba wale watu wote ambao wanaweka jokes kwenye tukio kama hili ambalo ni kubwa kitaifa waweze kuacha mapema, kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba inakuwa si kitu kizuri. Kwanza kinaendelea kuiumiza familia ambayo iko katika wakati mgumu sana kuondokewa na ndugu yao ambaye hawajui mpaka saizi yuko wapi na yuko kwenye hali gani pia. Kwa ni moja ya vitu ambavyo nimeona baadhi ya watu wanapaza sauti kwenye mitandao ya kijamii wakiwataka wale watu wote ambao wanafanya masiara hayo kwenye mitandao ya kijamii kuweza kuacha mara moja, ili kuwapa moyo ndugu jamaa na marafiki ambao ndugu yao hawajui katika hali gani na saizi anapitia kipindi gani kigumu. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo watu kwenye mitandao ya kijamii wanafanya hivyo. Nimeona pia baadhi ya viongozi mbalimbali pia wakijaribu kusema kwamba nafikiri saizi ni time ya Tanzania kuungana pamoja katika kuhakikisha kwamba tunafanikisha hili la kumpata ndugu yetu, na si kuweza kuweka maneno ya utani kwenye swala nyeti kama hili la kupotelewa na ndugu yetu Mohamed Dewji ambaye alitekwa tarehe 11 ya mwezi wa 10 mwaka 2018 wakati anaelekea kwenye gym ya Collegium iliyopo Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya mazoezi pia. Kwa hiyo ni baadhi tu ya watu ambao wanasema hivyo, lakini wengine wanasema kwamba mbali na kuwekewa dau hilo na ndugu kwamba shilingi bilioni 1 kwa yote ambayo itasaidia kupatikana kwa taarifa, watu wanasema kuwe na utu kwanza. Yani kabla kuwaza pesa pia ni vizuri ukawaza kwamba huyu anaweza kawa ndugu yako pia. Sasa before kuwaza pesa ambazo utapewa, ni vizuri zaidi ukipata ukiwa na utu, na pale ambapo utapata taarifa yoyote ya Mo ni vizuri ukatoa taarifa kwenye vyombo vya sheria ili kuhakikisha kwamba vinasaidia katika upatikanaji wa ndugu yetu ili aweze kurejea nyumbani akiwa salama na shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa ziweze kuendelea pia. Unaweza pia ukachukua time yako kupitia sehemu ya comment hapo chini ukatuambia ukatoa pole by the way kwa ndugu ambao wanapitia katika kipindi hichi kigumu cha ndugu yao kuweza kutoweka katika mazingira ambayo ya kutatanisha. Lakini pia unaweza ukashauri lolote ambalo ungependa kushauri hapo chini sehemu ya comment, na sisi tutapita na comments yako kuweza kujua kwa upande wako na kitu gani ambacho unaweza ukasema pia, na tuzidi pia kumwombea ndugu yetu ili aweze kurejea katika hali ya usalama zaidi, aweze kuendeleza na shughuli
Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante.